Jamani, wamesema kusipokuwa na mabadiliko ya kisheria hakuna uchaguzi. Uchaguzi wa Tanzania kuwapata wabunge, madiwani, rais sio takwa la CCM, ni takwa la katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na ndio maana ilisema kila baada ya miaka 5 tutafanya uchaguzi. Wamesema mabadiliko ya sheria hayajafanyika. Hapana, sheria ya uchaguzi imetungwa mwaka jana 2024 iliyofanya marekebisho ya vifungu mbalimbali kuelekea uchaguzi, ikiwepo pamoja na namna ya upatikanaji wa mwenyekiti wa tume ya uchaguzi na kuwapata wasimamizi kwa maana ya ukurugenzi wa uchaguzi. Kwa hiyo wanachokifanya wenzetu, ndugu yetu Tundu Lissu na wenzake, ni kujaribu kutoa tafsiri ya amani na utulivu wa nchi yetu kutupeleka kwenye jambo. Wamesema baada ya siku ya uchaguzi wenyewe watawahamasisha ninyi muandamane barabarani. Mko tayari? Jamani, mko tayari? Kwamba ninyi baada ya kwenda kwenye kituo cha kupiga kura mkae barabarani mnazunguka eti uchaguzi usifanyike? Sio kwa Tanzania. Sisi moye. Sio kwa nini? Tunawaambia sheria zimerekebishwa. Tume imerekebisha sheria zake za uchaguzi kupitia bunge letu la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na uchaguzi utafanyika. Chama cha Mapinduzi tunajiandaa kwa ajili ya uchaguzi, na vyama vingine rafiki wanajiandaa kwa ajili ya uchaguzi. Sasa kama wenzetu wameshindwa kujiandaa kwa ajili ya uchaguzi, ni wa kwao. Sisi moye. Jamani, tunakwenda kuchagua, twendi. Tunakwenda kuchagua, twendi. Sisi moye. Chama cha Mapinduzi tunakwenda kwenye uchaguzi. Kama Chadema hawako tayari kushiriki uchaguzi, wao wabaki, lakini niwaibie siri. Sasa wameshagawanyika. Wameshatengana, wengine wanajiita Chadema G55, Chadema namba 55, ambao wao wamesema wataenda kwenye uchaguzi. Yaani kuna Chadema wamesema wataenda kwenye uchaguzi na kuna Chadema hawaendi kwenye. Sio kwenye TV huko. Kwa hiyo sisi tunaungana na wale wanaoenda kwenye nini? Na tunawakaribisha kwenye nini? Lakini mimi nawaza atakayepitisha majina ya wagombea ni nani? Na maana kwamba mwenyekiti wa chama na makamu mwenyekiti na katibu wamesema ndio kwenye uchaguzi. Hao wengine wanasema tunaenda kwenye uchaguzi. Majina yanapitisha nani? Sisi moye. Ndio wale wenzetu wa kujipanga kuingia kwenye nini? Kwenye uchaguzi. Lakini naomba wananchi wa Ivalalila na Makete na wao kwa nyuma. Chama cha Mapinduzi tunaendelea kuandaa ilani ya uchaguzi yenye ujumbe mahususi tayari tumeshautoa unaoitwa kazi na utu, tunasonga mbele. Kazi na utu, tunasonga mbele. Kazi na utu, tunasonga mbele. Kuhakikisha kwamba tunakwenda kusema yale tuliyoyafanya miaka 5 iliyopita na mipango ya Chama cha Mapinduzi kwa miaka mingine 5 kupitia madiwani wetu, wabunge wetu na Mheshimiwa Rais. Hapo vipi? Tunawaombeni wananchi wa Ivalalila na wananchi wa Iwawa, wakati ukifika, najua ndani ya chama kutakuwa na makundi ya uchaguzi kwa ajili ya kupata wagombea. Tukishamaliza ndani ya chama, mgombea atakayeteuliwa na vikao halali ya Chama cha Mapinduzi, huyo ndio atakuwa mgombea wa Chama cha Mapinduzi. Sisi moyo. Jumuiya ya wazazi tuna shughuli nyingi za kufanya, lakini yako shughuli ambayo ni mahususi. Kwa kifupi tunaita EMAO. EMAO sasa kirefu chake ni masuala ya elimu, mazingira, malezi, afya na utamaduni. Hapa tumeona ngoma za zinapigwa. Kwa hiyo haya yote ndio mambo yetu sisi wazazi. Na kama nilivyosema kwamba tumefuatilia upande wa mazingira, tumepanda miti, hatimaye tumekwenda upande wa afya, tumeona wagonjwa.
Kwa hiyo tumetimiza ile azma ya wazazi ambayo tunapaswa kuyafanya. Kwa hiyo ndugu mgeni rasmi, hiyo ndo kazi kubwa ambayo tunatakiwa kuifanya. Lakini mwaka huu tumeelekezwa kwamba kwa sababu ni mwaka wa uchaguzi, kwa hiyo maana yake ni kwamba tunapofanya sherehe hizi ni lazima tujikite kwenye mambo ya uchaguzi. Kupitia vikao vya kamati za utekelezaji, tuliazimia maadhimisho ya wazazi kwa mwaka huu 2025 yatafanyika katika wilaya ya Makete, katika kata ya Iwawa na katika kijiji chetu na tawi la Ivalalila. Ivalalila oye! Na jumuiya ya wazazi, tunavyojua mkoa wa Njombe na wilaya 4. Mwaka wa jana maadhimisho haya tuliyafanya katika wilaya ya Njombe. Lakini vile vile maadhimisho haya yamewahi fanyika wilaya ya Ludewa na wilaya ya Nging'ombe. Lakini Makete hajawahi kufanyika maadhimisho haya. Lakini 2025 hii tukasema hapana, lazima maadhimisho yaletwe Makete. Makete oye! Makete oye! Basi leo asubuhi tunamshukuru Mungu tumefika hapa Makete katika kata ya Iwawa. Haki ya Mungu, wana Iwawa, wana Makete wametupokea vizuri sana. Na hii ni kiashiria tosha kabisa kwamba Mama Samia anakwenda kushinda kwa kishindo ifikapo mwezi Oktoba kwenye uchaguzi mkuu. Ivalalila oye! Mama Samia oye! Mama Samia! Kwa hiyo tulipofika asubuhi hapa kwenye ofisi zetu za wilaya pale za Chama cha Mapinduzi na kata, tunawashukuru wenzetu wenyeji wetu walituandalia mashimo kwa ajili ya kupanda miti. Tumesema jumuiya ya wazazi inashughulika na mazingira. Tusingeweza kufika Makete kwenye kata Iwawa bila kuweka alama ya kupanda hata mti mmoja. Lakini tunamshukuru Mungu, mgeni wetu rasmi pamoja na viongozi ametuongoza, tumeweza kupanda miti isiyopungua 20 kwenye ofisi zetu za chama. Tukija mwakani tutaangalia maendeleo ya ile miti inaendeleaje. Lakini si hilo tu. Mgeni wetu rasmi pamoja na viongozi na wanachama ambao tumewakuta, tumekwenda moja kwa moja mpaka kwenye hospitali yetu ya halmashauri ya wilaya ya Makete. Tumekwenda kutembelea kwenye wodi la mama na mtoto. Tumekutana na kina mama ambao tayari wamekwisha kujifungua na wale wanaojisubirishia na wale waliojifungua kabla ya wakati, lakini kuna wale waliojifungua chini ya zile kilo zinazotakiwa.